na pole kwa safari na karibu tena nchini. Tueleze mambo yalivyokwenda pale Misri mkirejea nyumbani leo hii. Tunamshukuru Mungu, alitusafirisha na ameturudisha salama. Tulikuwa kwenye mashindano makubwa, mashindano yanayoshirikisha timu mabingwa kutoka katika kanda za soka Afrika. Mashindano yalishirikisha timu 8 kwa maana ya timu 6 kutoka katika kanda, sisi tukiwakilisha ukanda huu wa Sekafa kama mabingwa, lakini walikuwepo mabingwa wa kanda nyingine. Kulikuwa na bingwa mtetezi ambaye anaingia kwa sifa yake kwa maana ya TP Mazembe. Kulikuwa na timu mwenyeji ambaye pia anaingia kwa sifa hiyo, FC Masal kutoka Egypt. Idadi hiyo ikatosha kufikisha timu 8 zilizoshiriki mashindano hayo. Sisi JKT Queens tulikuwa kundi B, kundi ambalo liliitwa kundi la kifo. Na kweli lilikuwa kundi la kifo kutokana na timu zilizokuwa zinaliunda. Sababu tulikuwa na bingwa mtetezi TP Mazembe, tulikuwa na Gaborone United kutoka Botswana, tulikuwa na ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast. Lakini katika hizo timu, mbali na kwamba tumetolewa, sisi tumeacha historia katika mji wa Ismailia kwa sababu ndipo kituo chetu sisi kilikuwa. Tuliacha historia kwa ubora wa timu kucheza mpira ambao kila mmoja aliupenda na kufurahia. Na hata pale tulipocheza uwanjani, matokeo yalipokuwa yanahitimisha zile dakika 90 tukiwa tumesare au tumepoteza, wengi walisikitika kwa nini JKT Queens haikushinda. Chukulia mchezo wa kwanza dhidi ya Gaborone United. Mechi ile tulitengeneza nafasi 6 za wazi, lakini hatukuweza kuzitumia. Na tuliutawala mchezo kwa asilimia kubwa. Na nadhani mnakumbuka dakika ya 87 wenzetu walipata penati ambayo kwa ushujaa na umahiri mkubwa golikipa wetu hodari shujaa Najat Idrissa alidaka, na alidaka mara 2 kwa sababu mara baada ya kudaka ile iliyopigwa wakasema irudiwe. Kwa hiyo ikarudiwa na bado akaudaka ule mpira. Dakika 90 zikamalizika, tukawa tuko suluhu bila. Tulicheza mechi ya pili dhidi ya ASEC Mimosas. Kwa wale waliofuatilia ile mechi watakuwa ni mashahidi wazuri kwamba hakika JKT Queens walikuwa bora. Sababu tulipata goli la mapema tu, goli ambalo lilidumu mpaka dakika ya 80 na kitu. Na tulishaamini kwamba sisi ni washindi katika mchezo wa hii leo. Naona kilichotokea, wenzetu wakapata penati ambayo ilisababisha mchezo ule umalizike kwa sare ya kufungana goli 1-1. Lakini kwa hakika bado ule mchezo tuliutawala. Na ndio sababu hata mchezaji bora kwa mchezo ule alitoka kwetu Esther Maseke. Tukaja kucheza mechi ya 3 dhidi ya TP Mazembe. Ile mechi ilikuwa lazima tushinde ili tuweze kusonga mbele. Hatukuhitaji sare wala kufungwa. Kwa hiyo wachezaji waliingia mle kwa lengo la kwenda kushambulia. Na kweli walishambulia, na hatimaye dakika za mapema tu tukapata goli. Lakini goli hilo halikudumu. Wenzetu walipata
penati ambayo nadhani iliwavunja moyo vijana, iliwaumiza, na ndio sababu walivyosawazisha lile goli kwa njia hiyo ya penati, haikuwachukua muda sana, wakaongeza goli la pili. Hii ni baada ya vijana wetu. Unajua unapopigiwa penati, na pengine penati hiyo pia mazingira yake ukuyaelewa haikuwa wazi sana, lazima inakuondoa kwenye reli kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tuondoa vijana wetu kwenye reli kwa kiasi fulani na kusababisha goli la pili kufungwa kwa haraka. Baadaye walipata penati nyingine katika ule mchezo, wakapata goli la tatu. Ile penati ilizidi kuwaumiza wale vijana na kuondoa kabisa matumaini ya kusonga mbele, kwa sababu kama wana magoli matatu na sisi tulitakiwa tushinde, maana yake tuongeze matatu ili yawe manne. Kwa hiyo mlima ukawa ni mrefu, kwa hiyo ikawaongeza hofu na mashaka, na pengine vijana sasa kutokujiamini zaidi, ikatokea kuruhusu kufungwa goli la 4 na mpira ukamalizika katika mazingira hayo. Ukitazama ASEC Mimosas tumecheza nao, waliwafunga TP Mazembe, lakini tulipokutana tulionekana bora sana, pamoja na kwamba walikuja kusawazisha goli dakika za karibia na mwisho kwa njia ya penati, lakini watu wote waliamini kwamba sisi tulikuwa bora kuliko ASEC Mimosas ambao waliwafunga TP Mazembe, na TP Mazembe wakaja wakatufunga sisi magoli 4. Kwa mtu anayejua mpira atakuwa anaelewa ni nini ninachokimaanisha. Na hatimaye ASEC Mimosas ambao kwetu waliona ni mtihani mkubwa atakupata hiyo sare, walishukuru, wameingia fainali baada ya kuwafunga jana FC Masal goli 1-0. Sasa ukichukulia tu ubora katika hali ya kushinda na kufungwa, utaona kabisa kwamba JKT Queens hakika kwenye hayo mashindano walikuwa bora na walistahili kushinda na pengine kuwa mabingwa katika mashindano haya. Pengine huwa tunasema ni mapenzi ya Mungu, lakini kwa hakika katika yale mashindano JKT Queens tulikuwa bora. Tulikuwa bora katika uchezaji, performance, na licha ya kwamba tumeishia njiani. Nadhani nimeeleza hayo mazingira na nimekueleza wale tuliokutana nao wakaona ni kazi ngumu, na hata hicho walichokipata wakashukuru kwamba sijui imekueje tumepata japo alama moja kutoka kwa JKT Queens. Leo hii wale ambao walipata alama moja kutoka kwetu tena kwa shida, amesawazisha dakika ya 80 na kitu huko tena kwa mkwaju wa penati, leo yuko fainali. Kwa hiyo hii kama unalinganisha uchezaji wa timu na timu, unaona namna ambavyo JKT Queens walikuwa bora katika mashindano haya na pengine walistahili kuwa mabingwa, isipokuwa tu mpango wa Mungu pengine haukuruhusu hayo yawe. Na ukitazama sisi tumecheza mechi 3, lakini mechi zote hizo tumepigiwa penati. Wakati mwingine mnacheza umeshajisahau kabisa, mnapigiwa filimbi, mwamuzi anasikilizia. Sasa mnajiuliza kuna nini huko? Mwamuzi anasikilizia huko mambo ya VAR. Anasikilizia, umeshacheza muda mrefu tu, anasikilizia, anaamuru kwamba ni mkwaju wa penati. Sasa ile ilikuwa inawaondoa vijana wetu mchezoni, kwamba tukio la muda mrefu umepita halafu linakuja kuletwa pale na linaletwa kwamba ni penati. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. Hayo yamepita, yapo ya kujifunza, tumeongeza uzoefu, tuna imani. Sasa tunakuja kuanza
ligi ya hapa nyumbani. Bingwa wa ligi ya hapa nyumbani anakwenda kwenye mashindano ya Sekafa, na bingwa wa Sekafa ndiye anayekwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika huko tulikokuwa. Tuna imani tu bora tunakuja kupambana kwenye ligi ya nyumbani. Tuwe mabingwa, twende Sekafa, tuwe mabingwa, turudi kwa mara ya 3. Sasa tutakapokwenda mara ya 3 kwenye mashindano hayo, tumeshajifunza nini tufanye, wapi pengine tulipungua, benchi la ufundi limeona, tunakwenda kivingine. Tunarudi nyumbani, tuanze ligi ya nyumbani, tuchukue kikombe cha ubingwa wa ligi ya nyumbani, twende Sekafa, tuchukue kikombe cha ubingwa wa Sekafa, na hatimaye twende tena huko kwa wakubwa wenzetu kwa mara nyingine ya 3 ya kihistoria. Hiyo nina hakika Mwenyezi Mungu hawezi akakutupa siku zote wakati una ubora na uwezo wa kufika huko unakotaka, alafu yeye akawa na kunyang'anya tu. Sisi kwa kweli tunakuja kujipanga tukiamini tutaenda kwa mara ya 3 na tutafanya makubwa katika mashindano haya.